Mkuu wa kikosi cha Quds cha IRGC ameonya Bab al-Mandab itageuka kuwa mlango wa Hormuz. Kamanda wa kikosi cha Quds cha jeshi la Iran la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, Brigadier General Ismail Khan, ameonya kuwa mlango wa Bab al-Mandab unaweza kukabiliwa na vikwazo vya usafiri wa meli vinavyofanana na vya mlango wa Hormuz iwapo utawala wa Kizayuni wa Israeli utaendelea na uhalifu nchini Lebanon na ukanda wa Gaza chini ya himaya ya Marekani. Katika taayuni kusini mwa Lebanon na Gaza, kufanywa kwa uungaji mkono wa wazi wa Marekani utailazimisha muhimili wa mukawama kupanua uungaji mkono wake kwa pande zote mbili, kukamilisha nyanja nyingine za mapambano na kufanya hali ya uendeshaji wa meli katika eneo la Bab al-Mandab kuwa sawa na ilivyo Hormuz. General Khan ameonya kuwa utawala wa Kizayuni uliofilisika unapaswa kujua kwamba uhalifu kusini mwa Lebanon na Gaza utauingiza katika jinamizi la operesheni za Hezbollah na dhoruba mpya ya wapiganaji wa Palestina. Ikumbuke kuwa Marekani na Israeli zilianzisha vita vya kichokozi dhidi ya Iran mnamo Februari mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, sambamba na mauaji ya makamanda na viongozi wengine wa ngazi za juu, watoto wa shule na raia wa kawaida. Katika kujibu uvamizi huo, Iran ilitekeleza operesheni 100 zilizopewa jina la Ahadi ya Kweli ya 4 dhidi ya ngome za kijeshi na kiuchumi za Marekani na Israeli katika eneo la Asia Magharibi. Aidha, Iran ilifunga mlango wa Hormuz kutokana na uhasama huo wa Marekani na Israeli. Vita vilimalizika kupitia upatanishi wa Pakistan mwezi Aprili, lakini Israeli imekiuka mapatano hayo kwa kuendelea kuvamia kusini mwa Lebanon na eneo la Gaza. Iran inasisitiza kuwa usitishaji vita katika eneo lake na Marekani unapaswa kuwa katika maeneo yote ikiwemo Lebanon. Mlango wa Bab al-Mandab unaopakana kati ya Yemen na pembe ya Afrika ni sehemu muhimu kwa usafiri wa meli duniani, hasa za mafuta. Harakati ya Ansarullah ya Yemen, mhusika muhimu katika muhimili wa mukawama, tayari ilianza mashambulio ya roketi na vifaa vya pevu dhidi ya meli za Israeli na jeshi la Marekani kwenye mlango huo kama ishaungaji mkono wa Palestina na Iran. Vilevile, jeshi la Iran la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu limesema limefanya shambulio la kulipiza kisasi dhidi ya kambi ya anga iliyotumiwa na Marekani kuanzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya mnara wa mawasiliano katika kusini mwa Iran. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, IRGC imesema taarifa hiyo jeshi vamizi la Marekani lilianzisha shambulio dhidi ya mnara wa mawasiliano kwenye kisiwa cha Sirilek kilichoko katika mkoa wa Hormozgan kusini mwa Iran. Taarifa hiyo imesema kuwa kufuatia hujuma iliyofanywa na jeshi vamizi la Marekani dhidi ya mnara wa mawasiliano kwenye kisiwa cha Sirilek, mkoa wa Hormozgan, wapiganaji wa kikosi cha anga za juu cha IRGC walilenga kambi ya anga ambako shambulio hilo lilianzia na malengo yaliyokuwa yameainishwa mapema yakaharibiwa. Kikosi hicho pia kimetoa onyo kali dhidi ya hatua zozote zaidi za kijeshi, kikisisitiza kuwa mashambulizi yote yajayo yatakabiliwa na jibu kali zaidi. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, kikosi cha anga za juu cha IRGC kimeonya kwamba iwapo hujuma hii itarudiwa, jibu litakuwa tofauti kabisa na madhara yake itabebwa na utawala vamizi wa Marekani unaoua watoto. Maendeleo hayo yamekuja baada ya kamandi kuu ya jeshi la Marekani kwenye eneo la Asia Magharibi kusema mwishoni mwa Jumapili kuwa ilitekeleza kile ilichodai kuwa eti ni mashambulizi ya kujihami dhidi ya vituo vya rada vya Iran pamoja na miundombinu ya uongozi na udhibiti wa ndege zisizo na rubani kwenye mji wa Gorok na katika kisiwa cha Kashmir. Hata hivyo, idara ya mahusiano ya umma ya IRGC ilisema kwenye taarifa yake kuwa vikosi vya ulinzi wa anga vya jeshi hilo viligundua na kufanikiwa kuitungua ndege vamizi isiyo na rubani au drone aina ya MQ-M Predator inayomilikiwa na jeshi vamizi la Marekani muda mfupi baada ya kuingia ndani ya Iran juu ya Ghuba ya Uajemi. Vilevile, spika wa Majlisi ya Ushauri ya Kiislamu ya Iran Mohammad Bagher Kalibaf ameilani Marekani kwa kuhusika kwenye mashambulizi ya utawala ghasibu wa Israeli dhidi ya Lebanon na kueleza kuwa Washington lazima ilipe gharama ya jinai za kivita zinazofanywa na utawala huo ghasibu dhidi ya Lebanon. Spika Kalibaf Jumatatu alituma ujumbe kwenye akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, akiikosoa Marekani kwa kushindwa kufungamana na usitishaji vita. Spika wa Majlisi ya Ushauri ya Kiislamu ya Iran ametaja mzingiro wa jeshi la majini la Israeli na mashambulizi makali ya anga ya utawala huo shahidi wa wazi wa ukiukwaji wa sheria unaofanywa na Marekani. Mzingiro wa majini na kuongezeka jinai za kivita nchini Lebanon azio kutofungamana Marekani na usitishaji vita, ameandika Spika Kalibaf kwenye akaunti yake ya X. Televisheni ya Al Jazeera ya Qatar imeripoti kuwa mashambulizi ya anga ya karibuni ya Israeli yamesababisha maelfu ya wakazi wa kusini mwa Lebanon kuhama makazi yao na kuelekea maeneo salama, ikiwa ni pamoja na eneo la mlima Lebanon katika miji ya kaskazini na baadhi ya maeneo ya mji mkuu Beirut. Baadhi ya raia wa Lebanon
wamesalia majumbani mwao licha ya kutolewa tahadhari za kuhama, huku idadi ya majeruhi wa mashambulizi ya anga ya Israeli ikiongezeka. Mazungumzo kati ya Lebanon, Marekani na utawala wa Israeli yaliyofanyika Pentagon mwishoni mwa juma yalivunjika baada ya saa 9 bila kufikia ufumbuzi wowote. Utawala wa Kizayuni wa Israeli umekataa pendekezo la Lebanon ambao ilitaka wanajeshi wa Israeli waondoke nchini humo, huku rais wa Lebanon akisema kuwa yupo tayari kwa mazungumzo mapya. Vilevile rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya msingi na Iran yanaweza kufikiwa ndani ya wiki ijayo. Trump amesema makubaliano hayo yanalenga kufungua tena mlango bahari wa Hormuz, ingawa bado hayajakamilisha kikamilifu. Hata hivyo, Iran haijathibitisha uwepo wa makubaliano hayo. Wakati hayo yakijiri, afisa mmoja wa ngazi ya juu wa kijeshi wa Iran ameonya kuwa vita kati yao na Marekani vinaweza kurejea, akisema taifa hilo halitokubali masharti ya kujisalimisha kama ambavyo Marekani inataka. Mazungumzo yanaendelea huku Iran ikionyesha tahadhari kutokana na ukosefu wa uaminifu wa Marekani. Idadi kubwa ya wanachama Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wameonyesha kutokuridhishwa kwao na kuongezeka kwa mashambulizi ya kijeshi hao cha dharura ili kushughulikia ongezeko kubwa la uhasama linaloshuhudiwa sasa na kushadidi kwa operesheni za kijeshi za Israeli nchini Lebanon, licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapambano yaliyoanza Aprili 7. Boniface ameonya kuwa uvamizi mpya utachochea zaidi mzozo huo, akisema badala ya kuleta usalama kwa Israeli na watu wake, uvamizi mpya unawezekana kuongeza ukosefu wa utulivu, kwani kila kijiji kinachopigwa mabomu na kila raia anayeuawa kunadhoofisha mamlaka ya serikali ya Lebanon. Mwakilishi wa Russia katika Umoja wa Mataifa Vasil Nebenzia amelinganisha operesheni za kijeshi za Israeli nchini Lebanon na zile zinazotokea. Amesema Lebanon inashuhudia marudio yaliyo karibu kufanana kabisa na mkakati wa kufuta maeneo ya Gaza kupitia kuanzisha udhibiti mkubwa wa kikoloni na kuwahamisha raia kwa lazima. Nebenzia ametoa wito wa kuondolewa mara moja kwa wanajeshi wa Israeli, akionya kuwa bila hatua hiyo itakuwa muhali kufikia usitishaji vita wa kweli. Pia amehusisha mgogoro wa Lebanon na masuala mapana ya kikanda, akisisitiza kuwa kuzorota kwa hali nchini Lebanon ni matokeo ya moja kwa moja ya vita haramu vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Naye balozi wa China kwa Israeli imevuka mto Litani na kuteka ngome ya Belfort ameitaja hatua hiyo kama uvamizi mkubwa zaidi wa kijeshi wa Israeli nchini Lebanon kwenye kipindi cha zaidi ya miaka 20, akisisitiza kuwa nia ya Israeli ya kuongeza mashambulizi ya nchi kavu inatia wasiwasi mkubwa wa jumuiya ya kimataifa. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Shukrani kwa Babu Kivita. Mimi ni The Rich Voice.